Joyce Meyer Ministries. Nisikizeni, hebu niwaambie kitu. Jambo hili moja ninalowaambia linaweza kubadilisha maisha yenu ikiwa mtalitenda. Nani yuko hapa leo na amejifundisha kunena neno la Mungu kwa sauti na akaona mabadiliko ya ajabu maishani mwake kutokana na hilo? Si hiyo ni ajabu? Nyinyi wengine ambao hamjanyosha mikono yenu, mnapaswa kujaribu. Kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali yatafakari maneno yake. Hii inamaanisha kipitie tena na tena na tena akilini mwako na ukitamke kwa sauti ya chini. Na nyinyi wanawake msiniambie kwamba hamjui jinsi ya kuongea kwa sauti ya chini, kwa sababu najua mnajua. Bali yatafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia kutenda kulingana na maneno yote yaliyoandikwa humo. Njia ile tunayotenda neno ni kwa kutafakari neno na kulinena neno. Unanena neno, unalitafakari neno, na linakupa nguvu za kiroho za kuweza kulitenda neno. Maana ndipo baada ya kufanya hivyo utakapoifanikisha njia yako, kisha ndipo utakapositawi sana. Najua kujifunza jinsi ya kutumia akili yako kukusaidia badala ya kuiacha iwe jalala taka la adui. Pengine mnasema, siwezi kujizuia kuwaza jinsi ninavyowaza. Unaona, hiyo ndiyo shida yetu hapa, na nilifikiria jinsi hiyo kwa miaka mingi sana. Chochote nilichokiwaza ndicho nilichowaza. Kama ningeamka asubuhi na kujisemea nahisi nimefadhaika, basi ningekaa hivyo siku nzima na kuhisi nimefadhaika. Kama ningeamka asubuhi nikiwa na wazo hili, unajua Dave hata haniangalii, hanifanyi kitu chochote maalum, basi ningezidi kukasirika na kukasirika siku nzima na kujisikitikia sana. Leo hii haya yakitokea, na ni nadra sana kutokea, huwa nasema moyoni, huo ni uongo. Dave hunifanyia mambo mengi tofauti tofauti. Yeye ni mume mzuri sana, yuko hivi, yuko hivi, yuko hivi na yuko vile. Na huenda Ibilisi atasema ndio, lakini hayuko vile, na ningesema ndio, lakini yuko hivi na hivi. Hebu niwaambie kitu, Ibilisi ataongea nawe, wewe pia unaweza kujifunza kumjibu. Na ninajua kuna watu wanafikiria, yamkini watu wanaoniangalia kwenye TV, unasema huyu mama na wazimu, anaongea kuhusu kumjibu Ibilisi. Kile mnachopaswa kusoma ni Luka 4. Yesu alikuwa wa kwanza kufanya hivyo, na anaweza kufanya kitu chochote alichofanya. Biblia inasema Ibilisi akamwambia, na Yesu akamjibu Ibilisi. Kuna dada fulani tulisikia ushuhuda wake uliorekodiwa na tulikuwa tukiusikiza, lakini sasa hatuusikizi tena. Na alisema alikuwa amepotoka njia. Alijiingiza katika dini ya ajabu ambayo haikuwa na uhusiano wote na Ukristo, na alikuwa anateseka, na ikatokea kwamba aliona kipindi changu na kadhani mimi ni mwenda wazimu kabisa. Alisema huyu ndiye yule mwanamke anayepiga kelele sana kwenye televisheni. Na Yesu akamwambia Ibilisi, na Ibilisi akamjibu Yesu, na Yesu akamwambia Ibilisi, na akasema, lakini hata hivyo nilijikuta narudi kuangalia kipindi tena na tena na tena. Basi bila kusema mengi, mwishowe aliokoka na akawa mbia katika huduma yetu, na maisha yake yamebadilika kabisa. Unajua, mambo mengi tunayodhani kwamba yanaeleweka huwa upuzi, na mambo mengi tunayoona kuwa upuzi huwa yanaeleweka zaidi kushinda ikiwa utayaangalia kwa njia sahihi. Wangapi miongoni mwenu mnaamini kuwa kuna adui, kwamba una adui anayekunong'onezea mambo fulani akilini mwako na nafsini mwako ambayo ni uongo kutoka jehanamu, si ukweli, na ukiamini utaangamizwa? Sijui wewe, lakini ninashukuru sana kwamba nilitambua hili, kwa sababu alidhibiti akili yangu kwa muda mrefu sana. Nilikuwa ni Mkristo, nilizaliwa mara ya pili, lakini hakuna mtu aliyeniambia yale ninayozungumzia hapa usiku wa leo. Kwa hiyo nilikuwa nimezaliwa mara ya pili, lakini akili yangu ilikuwa imejaa takataka wakati wote, na kwa hivyo nilikuwa nimekasirika wakati wote, nilikuwa nimeudhika wakati wote, niliwaonea wivu watu, nilikuwa na tamaa, nilikuwa mbinafsi na mtu ninajipenda sana, lakini nilikuwa nimeokoka. Ningeenda mbinguni. Ninaamini hivyo kwa sababu nilimtegemea Kristo kwa wokovu wangu. Lakini hakuna mtu aliyewahi kuniambia kwamba akili yangu ilichangia jinsi maisha yangu yalivyokuwa. Na ninawaomba usiku wa leo mkague kwa kina mawazo yenu. Hivi karibuni umekuwa ukiwaza nini? Ikiwa umefadhaika, basi umekuwa ukiwaza nini? Ikiwa umekasirika, basi umekuwa ukiwaza nini? Ikiwa una uchungu, basi umekuwa ukiwaza nini? Oh, mnaonekana kuwa bila hatia kabisa. Bila shaka nina watu waliokoka sana hapa usiku wa leo. Sijui. Naona pengine niongee na hawa wanaotazama kwenye runinga, huenda hao ndio wenye kasoro. Amen. Tunaweza kugeuzwa upya nia zetu kulingana
na neno la Mungu. Hebu na tuangalie mara ya pili na tusome Warumi sura 12 kifungu cha 2. Na najua baadhi yenu mnajua maandiko haya na yamkini mmeyapigia mistari katika Biblia zenu, na hivyo haileti tofauti yoyote kwa sababu mnahitaji kuyasikia tena, na mimi vile vile napaswa kuyasikia. Wala msifuate kanuni za dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kupendeza na ukamilifu. Amen. Kwa hiyo tumebadilika vipi? Kwanza lazima nia zetu zibadilike na kisha maisha yetu yabadilike. Hatufikirii jinsi tulivyokuwa tukifikiria zamani, lakini tunaanza kukiamini kitabu hiki na kufikiria kama Mungu anavyofikiria. Jamani, mnajua watu wana matatizo mengi kwa sababu ya mawazo mabaya walionayo juu yao. Hebu niwaambie hivi, mnamwangalia mwanamke, ningeogopa sana kuwaza mawazo mabaya, mawazo machafu juu yangu, kwa sababu ninajua kufanya hivyo ni kutompendeza Mungu na kwa hivyo kumkosea heshima. Alimtuma mwanawe wa pekee kufa kwa ajili yako. Alikupenda kiasi cha kulipa gharama kubwa kwa ajili yako. Na unadhani wewe ni nani hadi uwe na mawazo mabaya sana na machafu juu yako? Ikiwa Mungu anakupenda, basi unaweza kujipenda pia. Amen. Nasema ikiwa Mungu anakupenda, basi unaweza kujipenda pia. Huna haja ya kufikiria mimi ni mpumbavu. Unafikiria nina nia ya Kristo. Huna haja ya kufikiria siwezi kufanya chochote. Unaangalia Warumi 12 na unasema nina karama na talanta. Kuna kitu ninachoweza kufanya na ni muhimu kwa watu walio katika mwili wa Kristo kwamba nitekeleze sehemu yangu. Acha kumruhusu ibilisi kukuvuta na kukufanya uwe na mawazo mabaya yasiyoendana na neno la Mungu. Nina nia ya Kristo. Nina karama, nina talanta, nina upako. Jifunze namna ya kuongea kama Mungu anavyoongea. Jifunze kujiona kama anavyokuona na maisha yako yatabadilika sana. Waefeso 4:22. Kifungu cha 22 katika Waefeso 4 kinasema, mvue mwenendo wenu wa kwanza, acheni hali zenu zisizogeuzwa upya utu wa zamani unaoharibika kwa kuzifuata tamaa zenye kudanganya. Sasa ikiwa unaweza kujitia nidhamu kwa dakika moja hivi, usiangalie kifungu cha 23, utazama cha 24. Na mkavae utu mpya ulioumbwa kwa namna ya Mungu katika haki na utakatifu wa kweli. Sasa nikiwaambia watu tu mvue utu wenu wa zamani na mvae utu upya. Acha kutenda kama ulivyotenda zamani na utende kama Mungu anavyotaka utende. Watu huenda watasema, ndiyo, nataka kufanya hivyo, lakini nitafanya hivyo kwa njia gani? Napungukiwa na kitu fulani. Kiunganishi kipo katika kifungu cha 23. Kifungu cha 22 kinasema, mvue mwenendo wenu wa kwanza na mfanywe wapya katika roho ya nia zenu, na sasa mnaweza kuvaa utu upya ulioumbwa katika Kristo. Siwezi kuvaa utu upya ikiwa nitajawa na mawazo ya zamani. Amen. Lakini nia zangu zigeuzwe upya. Ninaamini kwamba Mungu anataka kutufanikisha. Kwa hiyo unahitaji kuwa na taswira kwamba Mungu anataka kukubariki. Naamini Mungu anataka kukutumia. Kwa hivyo unahitaji kuwa na taswira kwamba wewe ni chombo kinachoweza kutumika. Na adui atakusongelea na kukunong'onezea akisema, hukumbuki ulichofanya? Sema ndio, na hiyo inanisisimua zaidi kwamba Mungu anaweza kumtumia mtu aliyekuwa mbaya kama mimi. Hebu nikwambie kitu, atakuacha ikiwa kila kitu anachojaribu kukudanganya nacho unakigeuza kuwa kitu kizuri. Asante kwa kunikumbusha yale ambayo Mungu amenisamehe. Hiyo inanifanya niwe na siku nzuri zaidi kuliko nilivyotarajia. Unajua kuna kitu ambacho nimekuwa nikikifanya kila siku kwa sasa takriban miezi 6. Ninaamini kwamba Mungu anataka tuamini kwa dhati kwamba mambo mazuri yatatokea kwetu. Sidhani tutasema natumai kitu kizuri, natamani kitu kizuri kitokee. Unajua matumaini, na yajua vizuri haya kwa sababu sasa hivi ninaandika kitabu juu ya matumaini. Matumaini ni matarajio kwamba kitu kizuri kiko karibu kutokea. Je, unaweza kuamka asubuhi na adui anapokunong'onezea na kusema hii siku itakwendea vibaya, ukamjibu, nimesisimka sana Mungu kwa sababu naamini kuwa kitu kizuri kitatokea kwangu leo. Ninaamini kitu kizuri kitatokea ulimwenguni. Ninaamini kitu kizuri kitatokea serikalini. Ninaamini kitu kizuri kitatokea katika familia yangu. Ninaamini kitu kizuri kitatokea kwangu huko kazini. Sitakaa na kuwa Mkristo mwenye machungu nikiamini kila kitu kibaya ambacho ibilisi anataka kunirushia.
Nimefanya uamuzi kwamba nitaishi maisha yale ambayo Yesu alikufa ili niyapate, na naamini kitu kizuri kitatokea maishani mwangu. Amen. Niliamua kukita kitabu hiki kidogo ninachomaliza kuandika juu ya matumaini, kitabu cha furaha. Hebu niwaambie hivi, ikiwa unaweza kuishi na matumaini na kuwa mfungwa wa matumaini na ukatae kukosa matumaini na kuwa na mtazamo chanya, kamwe hakuna kitu ibilisi anaweza kukufanyia. Atashindwa kukudhibiti wakati kila anachokutendea unamjibu, Mungu anaenda kufanya haya kwa wema. Kitu kizuri kinaweza kutokea kwangu wakati wowote, na haijalishi umekumbwa na mambo mabaya kiasi gani hapo zamani. Pengine unasema, Joyce, najua ikiwa naamini kitu kizuri kitatokea leo na kisha kisitokee, basi kesho amka na uanze kuamini tena. Na ikiwa haitafanyika kesho, basi amka na uanze kuamini tena. Na hebu niwaambie hivi, unaweza kumshinda ibilisi, na hivi karibuni atashindwa na wewe utaibuka mshindi. Sifa za nia yenye afya njema. Kwanza kabisa, nia yenye afya njema huwa na amani. Wow. Je, nipendekeze kwamba tujifunze kupenda urahisi. Tunaishi katika ulimwengu wenye utata mwingi leo, na hakuna tena kitu kilicho kizuri na wazi na rahisi. Tunahitaji kujifunza kupenda urahisi na tunuie kuyafanya maisha yetu kuwa ya kawaida kadri tuwezavyo. Si hivyo ni vizuri? Wafilipi 4:6 na 7. Msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru, haja mahitaji mnayotaka zenu na zijulikane na Mungu. Si hiyo inapendeza sana? Msijisumbue kwa neno lolote, mwambieni Mungu kile mnachotaka, shukuruni kwa kile mlichopata, endeleeni kufurahi na mwangalie Mungu akifanya kazi. Na amani ya Mungu ipitayo akili zote itawahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu hadi mpate uzima wa milele. Sasa, niliwauliza watu kadhaa pale nyuma kabla sijakuja hapa usiku wa leo, unaona ni tatizo gani kubwa ambalo watu wanalo katika nia zao? Na sote tukataja aina za wasiwasi, fadhaa, wasiwasi na usongo wa akili. Na Biblia inatufundisha kwamba, na nitawasomea andiko hivi punde, kwamba wasiwasi, kusema kweli, ni kiburi cha mwili wa mwanadamu unaowaza kwamba nikiwaza jambo hili kwa muda mrefu kabisa nitapata jibu. Hebu na tuangalie Petero wa kwanza 5:6 na 7. Wafilipi 4:6 na 7, Petero wa kwanza 5:6 na 7. Basi nyenyekeeni, jishusheni cheo, jishusheni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari. Na hiyo haimaanishi kujidunisha mwenyewe, inamaanisha kujijua mwenyewe na kwamba mbali na Mungu wewe ni mwanadamu dhaifu ambaye hawezi kufanya chochote. Basi nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari ili awakweze kwa wakati wake na kuwainua. Sasa tunawezaje kujinyenyekeza wenyewe? Basi jibu ni hili, kifungu cha 7. Huku mkimtwika yeye fadhaa zenu zote, wasiwasi mlionao, hofu zenu zote mara moja, kwa maana yeye hujishughulisha sana kwa mambo yenu. Majibu anayotoa Dave Meyer kwa matatizo yote katika maisha ni mtwike fadhaa zako. Kama ameniambia hivyo mara moja katika miaka yetu 47 na nusu tangu tuoane, basi ameniambia hivyo mara 5,000. Mtwike fadhaa zako, mtwike fadhaa zako. Basi imekuwa vigumu kwangu kusema kweli, kwa sababu kwa muda mrefu nilitaka akae karibu nami na tuwe na wasiwasi pamoja, na hakuweza kufanya hivyo. Mtwike fadhaa zako, mtwike fadhaa zako. Lazima tufanye kitu fulani. Je, unajua cha kufanya? Hapana, sijui cha kufanya. Basi mtwike fadhaa zako. Unajua, hiki ndicho kitu tunachopaswa kufanya. Tunapaswa kutekeleza wajibu wetu na kumtwika fadhaa zetu. Wajibu wetu ni kuomba, mwachie Mungu kuwa wazi kutenda chochote kile ambacho Mungu anatuagiza tufanye, lakini si kuhisi tunashinikizwa kwenda na kufanya kitu ambacho hatujui kukifanya. Na kadri tunavyofanya hivyo, ndivyo hali itakavyozidi kuwa mbaya. Amen. Huna makosa yoyote ikiwa hutakuwa na wasiwasi juu ya watoto wako. Nimesema huna makosa yoyote ikiwa hutakuwa na wasiwasi juu ya watoto wako.
Mnajua nini? Kutokuwa na mtazamo hasi, kwa sababu nikijaribu kujiepusha na jambo hilo, lakini mnajua kuna uwezekano kiasi kwamba watoto wako watafanya makosa kadhaa, watafanya uamuzi mbaya, lakini bado uko hapa. Jamani, umefaulu. Na wakati mwingine njia pekee inayowafanya watu kuifuata njia isiyokuwa sahihi kwa muda ili kutambua hili halifaulu, sitaki kufanya hivi tena. Badala ya kuwa na wasiwasi juu ya watoto na maamuzi yao, tunahitaji kuwa mfano mwema kwao. Tunahitaji kuwaombea, tunahitaji kuishi maisha wanayoyaona, na tunahitaji kumwangalia Mungu akifanya kazi maishani mwao. Basi nyenyekeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari. Usiwahi kufikiria kwamba unaweza kuyasuluhisha matatizo yako. Unaona, kulikuwa na wakati ambapo nilijichosha nikijaribu kubadilisha nia ya Dave kuhusu gari. Sijui, namaanisha, nadhani kama ningeendelea kumshinikiza juu ya gari, huenda singenunua gari hiyo, lakini hali hiyo ingeondoa amani nyumbani kwetu. Hali hiyo ingetutenganisha. Na hivyo sivyo Mungu anavyotaka tuishi. Biblia inasema tumeitiwa amani. Tumeitiwa amani. Sasa mnajua jinsi ninavyoangalia swala hilo sasa? Unajua nini Mungu? Ikiwa hutaki awe na gari hiyo, unaweza kubadilisha nia yake. Ikiwa unataka awe na gari hilo, basi sitabadilisha nia yake. Hii si shida yangu. Ni kati yako na yeye. Ikiwa nataka kuwa na miaka 74 na kuendesha gari mbio huko mitaani, Bwana asifiwe, sitapanda gari hilo. Napenda gari inayoenda kwa mwendo mzuri. Amen. Sichezi. Acha kujaribu kumfanya kila mtu afanye kile unachotaka afanye. Sasa ninahubiri vizuri. Nimesema acha. Jamani, acha kujaribu kumfanya kila mtu afanye kile unachotaka afanye, na uwe na amani. Endesha maisha yako na uache kuendesha maisha ya watu wengine. Unajua mara ngapi kwa wiki huwa najiambia, Joyce, hayakuhusu. Kwa sababu napenda kujiingiza katika mambo fulani. Je, kuna mtu yote hapo unapenda kujiingiza katika mambo fulani? Sawa, afadhali ujifunze siri yangu. Hayakuhusu. Nyamaza, funga kinywa chako, usijihusishe katika haya. Hayakuhusu. Na mnajua nini? Inafanya kazi. Na sasa nina amani sana sasa hivi. Namaanisha wakati nilipoanza kupata amani nilikuwa nimesinywa, kwa sababu sikuwa na amani yote maisha yangu yote. Ninawaambia ukweli, nilikuwa nimesinywa, sijui nifanye nini na maisha yangu. Ilikuwa kama Bwana we, sasa ninapenda sana, najisemea. Asante Yesu. Hallelujah. Mtwikeni fadhaa zenu, maana yeye hujishughulisha na mambo yenu. Unajua, naamini kwamba Mungu anataka kukuahidi usiku wa leo kwamba yeye atakutunza. Lakini sina budi kusema kwamba hatafanya hivyo ikiwa unajaribu kujitunza mwenyewe. Sasa bila shaka utafanya yale mambo unahitaji kuyafanya ili uweze kujitunza, lakini ninaongea juu ya kuwa na wasiwasi kuhusu kila kitu. Njia pekee inayotuwezesha kupata baraka za Mungu ni ikiwa tutaacha kujifanyia vitu wenyewe. Mtwike Mungu fadhaa zako. Basi nyenyekeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari. Kwa wakati wake inaweza kuchukua muda kiasi. Kwa hiyo usipopata matokeo mara moja, usidhani Mungu hafanyi kazi. Ukweli ni kwamba kila wakati Ibilisi anapokuambia Mungu hafanyi chochote, unamjibu, Mungu hafanyi chochote ninachoweza kukiona sasa, lakini anafanya kazi katika upeo wa kiroho na itatendeka. Kitu kizuri kitatokea kwangu leo. Inakubidi ufanye hivyo. Kule kutoona chochote hakumaanishi kwamba Mungu hafanyi kazi. Ukweli ni kwamba kile tunachoona, mara tunapata ushindi, lakini tunaona matokeo ya yale ambayo Mungu amekuwa akifanya. Wakati mwingine amekuwa akifanya kwa miaka mingi, na sasa ghafla unasema, Mungu wangu, huyu alikuwa Mungu. Amen. Nawaambia, mambo mazuri yako njiani kwa ajili yako. Usiache na kukata tamaa na kufikiria kwamba mambo mazuri hayaji. Pengine unaendelea kusema, ninatarajia kitu kizuri kitoke maishani mwangu. Na unashangaa ikiwa ni sawa kufanya hivyo. Unadhani kwamba Mungu anataka ukae chini na kutarajia kitu kibaya kitokee? Sijui, nasubiri tu kuona kile kitu kitakachotokea. Unajua, ikiwa hutarajii kitu chochote, basi hutapata kitu chochote. Kwa mfano, mwanamke anaweza kuwa na wasiwasi juu ya watoto wake, pesa zake, uaminifu wa mume wake, mambo ambayo watu huwaza.
inaweza kuchangia katika matatizo yake. Huenda hata hayo ndiyo yalisababisha matatizo, lakini kitu kimoja ambacho unapaswa kujua ni kwamba wasiwasi hausuluhishi matatizo. Wasiwasi hauna maana yoyote, hauna nguvu. Hii hapa fasili ya wasiwasi katika kamusi ya Tuki, ambayo ni kamusi nzuri sana. Neno wasiwasi maana yake ni udhi, sumbua, hangaisha, kerwa na jambo fulani, ona wasiwasi juu ya jambo fulani. Na niliandika hapa, wasiwasi ni sawasawa na vidonda vya tumbo na usongo. Hakuna chochote katika fasili hii kinachosema kwamba wasiwasi utatenda kitu chochote kizuri. Kumtumaini Mungu ndiyo njia pekee ya kusitisha wasiwasi. Na kusema usidhani, nitawaambia kile ninachofikiria baada ya miaka hii yote ya ujuzi. Sidhani kwamba mtu yeyote ataacha kuwa na wasiwasi hadi wafikie kiwango cha kujua kwamba si werevu vya kutosha kuweza kutatua matatizo yao, kwamba Mungu tu ndiye anaweza. Unajua, nitakuwa wazi na niwaambie kweli, sina sifa za kutosha za kuendesha huduma hii. Namaanisha kama huduma hii ingekuwa inanitegemea mimi, basi fai kuwa hapa juu. Lakini sina wasiwasi juu yake. Sijui jinsi ya kupata fedha tunazohitaji kuendesha huduma hii. Siwezi hata kuhesabu kiwango cha juu hivyo. Sijui namna ya kufanya hivyo, lakini nimejifunza kwamba hiyo si shida yangu. Ni kazi ya Mungu. Na mnajua nini? Wakati wote hutusaidia. Tunajiingiza katika shida nyingi sana tunapokuwa na wasiwasi. Kile tunachohitaji kufanya ni kumtwika Mungu fadhaa zetu na kumwangalia kitenda miujiza maishani mwetu. Jamani, nawapa changamoto mwende mkalale leo bila kuwa na wasiwasi. Sasa, nia iliyo na afya njema haiwezi kuchanganyikiwa, ina mwelekeo wa wazi au inaelewa kwamba mwelekeo waja. Hata ingawa huenda bado huna mwelekeo huo wa wazi, unaweza kuelewa wazi kwamba mwelekeo huo utapewa wakati utakapouhitaji. Hata ingawa sasa hivi hujui ufanye nini, utajua kile cha kufanya wakati utakapohitajika kufanya kitu. Amen. Kuchanganyikiwa katika kamusi ya Tuko maana yake ni mchafuko, kakara, shagalabagala, rabsha, ghasia, kiwewe, kutokana na mawazo kinzani. Mungu si mwanzilishi wa hali ya kuchanganyikiwa. Acha kuishi kwa kutegemea akili yako na ujifunze kuishi kwa kung'amua mambo. Kung'amua kunamaanisha hujui cha kufanya. Una chaguo hili, una chaguo lile. Huhisi vizuri hapa ndani kuhusu jambo hili, lakini unapofikiria juu ya hili unapata amani. Hili hata halileti maana yoyote vile. Hili hapa linaeleweka vizuri zaidi kiakili. Inaonekana kana kwamba ndicho kitu cha kufanya. Na maanisha ni kama kile kitu ambacho rafiki yangu alisema naweza kufanya, lakini kuna kitu fulani kinaonekana makosa juu ya hilo. Lakini nikienda hapa kwa hili ambalo linaonekana halieleweki sana, ambalo hata watu hawanishauri kulitenda, na hisi vizuri juu ya hilo. Itakubidi ufanye uamuzi. Je, utajifunza kuishi kwa ung'amuzi wa Roho Mtakatifu au utaishi kwa kufuata kile unachoambiwa na akili yako ukifanye? Je, niwaambie kitu? Mungu wakati mwingine anakuagiza utende mambo ambayo hayaeleweki. Na siongelei juu ya kuishi maisha ya kijinga na kutenda mambo ya kipumbavu, lakini namaanisha Mungu hafanyi kazi kama ulimwengu ufanyavyo. Njia zake zimepita njia zetu na hutenda mambo kwa njia tofauti. Namaanisha ikiwa utafikiria sana juu ya hilo, basi mpango wa wokovu hutauona kuwa na maana yoyote. Namaanisha unawezaje kutatua hilo? Lakini unaposoma ni kana kwamba utajua hapa ndani kitu cha ajabu kilitendeka kwenye ule msalaba. Sasa ukijaribu kumweleza mtu juu ya hilo, huko si kwa kiroho. Unajaribu kueleza kuhusu fungu la 10 kwa mtu ambaye hana Mungu ndani yake. Nakumbuka mhasibu mmoja aliyekuwa akishughulikia ushuru wangu wakati mmoja aliniangalia na kusema, "Mbona unatoa hizi pesa zote?" Nikasema, "Ninaamini kile Biblia inasema kwamba ukimtolea Mungu atakurudishia. Huna haja ya kutoa pesa hizi zote. Unaweza kutoa kidogo tu." Nikasema, "Hapana, siwezi kufanya hivyo kwa sababu hivyo sivyo Mungu anavyosema." Hakuelewa kama inasema nini. Mimi nilielewa kwa sababu nilianza kuelewa katika roho. Hatuelewi jinsi Mungu angalivyotuambia kama tungeacha kufikiria mambo kwa kina sana. Unajua, unaweza kuua kitu. Unaweza kuua wazo bunifu kutoka kwa Mungu kwa kuliwazia. Na maanisha unajisemea, "Wow, Bwana Mungu, hilo ni wazo zuri." Na kisha unasema, "Sasa acha niliwazie hili jambo." Na sipendekezi kwamba tujirukie tu na kufanya mambo bila kufikiria kabisa.
Lakini ikiwa tutayafikiria mambo hayo na tuyawazie kwa nia ya Kristo, si kwa nia ya mwili. Je, kuna mtu ananielewa usiku wa leo? Wangapi kati yenu mnajua kwamba kung'amua ni jambo la ajabu?